aliyejitoa maisha yake tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu dunia sikia. Msifu, msifu watu wafurahi. Uje kwa Baba, kwa Yesu Bwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu asubuhi ya leo katika jina la Bwana. Jambo. Sabato njema. Njema sana. Karibuni katika somo la asubuhi ya leo, ambapo sasa tunahitaji kusikia kila ambacho Mungu anahitaji tukijue asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asubuhi ya leo tunahitaji kuangalia kidogo kile ambacho Mungu anapenda kusifiwa na kuimbiwa. Dunia leo ambao wanajiita ni watu wa Mungu, tumeacha utaratibu wa Mungu wa uimbaji. Leo watu wengi tumegeukia duniani, tunakwenda kuiba miziki ya dunia na hatimaye tunaileta kanisani. Lakini dunia haiibi kanisani na kupeleka duniani. Lakini watu wa Mungu, sisi ndio ambao tunaiba miziki ya duniani na kuileta wapi? Kanisani. Ndiyo maana utakuta makanisa mengi leo wanakuambia huu mziki unaitwa lege ya Yesu. Unakuta makanisa mengi leo wanakuambia huu mziki unaitwa taarabu ya Yesu. Makanisa mengi leo utakuta wanakuambia huu mziki unaitwa segeli ya nani? Segeli ya Yesu. Huko ni kufilisika kiroho. Hakuna taarabu ya Yesu ndani ya kanisa la Mungu. Hakuna lege ya Yesu ndani ya kanisa la Mungu. Yaani upagani unafuata duniani, halafu unabatizwa, unawekwa ndani ya nini? Ndani ya kanisa. Zaburi 47 fungu lile la 7. Amen. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni kwa akili. Imbeni kwa nini? Kwa akili. Imbeni kwa akili. Maana Bwana Mungu ndiye mfalme wa nini? Wa dunia yote. Imbeni kwa nini? Kwa akili. Imbeni kwa akili. Sababu fungu la 7. Sio kuimba tu. Sio kuimba tu. Leo kuna nyimbo ukisikiliza hata hujui huu wimbo ni wa Mungu ni wa Shetani. Hata uelewi huu wimbo unaimba kanisani, lakini huo wimbo unaoangalia wanaoimba unashindwa kuelewa huu wimbo ni wa unamwimbia Mungu au unamkuza Shetani. Mpaka ukae kwa makini sana. Kwa makini sana ndipo sasa unasikiliza neno fulani, Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Kumbe ni Yesu anatajwa. Kumbe ni wimbo wa Yesu.
ni wimbo ambao unachanganya, ni wimbo ambao unatuchanganya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nyimbo zina melody. Nyimbo zina melody. Ikipigwa tu unajua ya kwamba huu ni wimbo wa nini? Wimbo wa dini. Huu ni wimbo wa nini? Wa duniani. Sasa nachanganya leo. Sauti ni ya Esau. Sauti ni ya nani? Ni ya Esau. Lakini mwili ni wa nani? Wa Yakobo. Ndivyo hivyo ambavyo Yakobo alijibadilisha kwenda kuchukua baraka kwa nani? Kwa baba yake. Sasa baba yake kamchanganya, wewe ni nani mwanangu? Anamwambia mimi ni Esau. Kwa kuwa baba yake alikuwa haoni, akaamua kidogo labda nimshikeshike. Mbona anapoongea, anaongea kama nani? Anaongea kama Yakobo. Halafu anasema mimi ni nani? Mimi ni Esau. Mzee sasa kwa kuwa haoni, akaamua angalau ashike mwili wake, maana mwili wa Yakobo mwili wa Esau ulikuwa na nini? Manyoya. Malaika inaitwa hivyo. Sio kama yale Yakobo. Kumbe Yakobo amefanya ujanja, amekwenda amechukua ngozi ya nini? Mbuzi. Amechukua ngozi ya mwana kondoo, akajifunga wapi? Mkononi. Baba aliposhika hivi, anaona ni manini? Ni malaika. Sasa baba akachanganyikiwa. Sasa mwanangu, kweli wewe ndiye Esau? Ndio mimi baba. Anashika tena. Ni kweli, lakini ninapoangalia ngozi ni ya nani? Ngozi ni ya Esau. Ni kweli. Mbona sauti ni ya Esau? Mbona ya sauti ni ya nani? Ni ya Yakobo. Kweli ngozi ninaposhika hivi, ninaona kwa kweli ni ya nani? Ni ya Esau. Sauti ni ya nani? Ya Yakobo. Inamtanganya nani? Mzee. Ndivyo leo ukiangalia, unapoona wanakwaya wanaimba nyimbo za kanisani, zinachanganya. Maneno ni ya Yesu, sauti melody ya shetani. Iko ndani ya nini? Iko ndani ya kanisa. Unapoona waimbaji wanaimba, melody ni ya duniani, maneno Yesu asifiwe, Yesu asifiwe, Yesu asifiwe, ni ya Yesu. Inachanganya. Imbeni kwa nini? Imbeni kwa akili. Kwani waambie yako madhara makubwa sana ya kwenda duniani, maana kuna mpaka kati ya dunia na kanisa. Mstari upo uliochorwa kati ya kanisa na nini? Na dunia. Leo dunia imeingia kanisani. Yaani kanisa leo limeingia wapi? Sio dunia. Yaani kanisa limeingia wapi? Duniani. Tumevunja mipaka. Wala dunia haingii wapi? Dunia hata haijaingia kanisani, isipokuwa kanisa limehama likavuka ule mpaka uliowekwa kati ya watu wa Mungu na watu wa dunia. Kanisa likaingia wapi? Likaingia ulimwenguni. Lilipofika ulimwenguni, kanisa linachukua melodi za wapi? Za duniani. Linahamishia wapi? Kanisani. Na wachungaji wapo makanisani wanasema amina. Angalia wanakwaya, angalia kwaya ambazo zinaimba, mwalimu anachukua melodi za wapi? Za duniani. Ndio anahamishia wapi? Kwa wanakwaya. Kanisa linaongozwa na kipawa cha Roho Mtakatifu. Hebu sema kipawa cha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kanisa linaongozwa kwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu kupitia kipawa cha Roho Mtakatifu ndiye anatoa nini? Sauti. Dalili ya kuelewa ya kwamba hii kwaya sio ya kiroho.
Dalili ya kuelewa ya kwamba hili kanisa sio la kiroho vile vile, maana ndio linaloimbiwa na kwaya. Ni vile unavyoona kwaya inavyoimba kama watu wa wapi? Wa duniani. Wewe waambie. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kanisani hayumo. Kwa hiyo sasa walimu wanakwenda wapi? Duniani, kwenda kuiba melody. Wanafundishwa, wanachukua melody za lege za duniani, za segedi, za taarabu, za lumba, halafu wanaweka maneno ya nani? Yesu, Yesu, Yesu. Wanahamishia wapi? Kanisani. Maana hawa walimu ni wakavu, hawana Roho Mtakatifu, hawana umande wa Roho Mtakatifu. Hivyo Roho Mtakatifu hawezi kuwapulizia maono wakatunga nyimbo ambazo zinaendana na utakatifu wa Mungu. Ni wakavu tu, ni walimu tu ambao wana kipawa, ndio wana kipawa kicha wapi? Ta duniani. Wana kalama tu, wana kalama, sio kipawa, wana kalama. Maana kalama kila mtu ana nini? Kalama kila mtu anayo. Wanakwenda, wanachukua duniani, wanahamishia wapi? Samueli wa kwanza 13:19. Samueli wa kwanza 13:19. Soma. Samueli wa kwanza 13 mstari ule wa 19. Naam. Neno la Bwana linasema, naam, basi hakuonekana muhunzi yeyote katika nchi yote ya Israeli. Kwa makina habari. Basi katika Israeli hakuonekana muhunzi yoyote katika nchi ya wapi? Ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unamwelewa muhunzi? Kama unamwelewa muhunzi? Hujui muhunzi? Hujui muhunzi? Muhunzi ni yule mtu ambaye anatengeneza vyuma, anafua vyuma. Sawa jamani? Muhunzi ni yule ambaye anatengeneza shoka, mapanga, vitu vyote vyenye ncha kali. Na namna yake namna gani? Ni fundi wa vyuma kwa ujumla wake, ambaye anafua vyuma ili hatimaye ipatikane silaha kwa ajili ya vita. Umeelewa kwa makini sasa? Huyo ndio nani? Muhunzi. Ndiye kabisa anakuwa founder wa kitu hicho. Kama ni shoka, ana design yeye mwenyewe, inakuwa na makali kiasi gani. Kama ni panga hivyo hivyo, kama ni mundu hivyo hivyo. Huyo ndio nani sasa? Ndiye muhunzi. Sasa katika Israeli hapa kuonekana nani? Muhunzi. Endelea. Kwa kuwa Wafilisti walisema, kwa maana Wafilisti wale wa duniani, Israeli ndio watu wa Mungu, Wafilisti ni watu wa wapi? Wa duniani. Walisema Waebrania wasije wakajifanyizia panga au mikuki. Waebrania wasije wakajifanyizia panga au nini? Ama mikuki. Naam. Lakini Waisraeli wote hushuka kwa Wafilisti. Lakini sasa Waisraeli, watu wa Mungu, wanashuka, wanateremka, wanaingia wapi? Ashdod. Wanaingia wapi? Ashdod. Wanaingia wapi? Ashkeloni. Wanaingia wapi? Gaza. Kwa wanani? Kwenye miji ya Wafilisti. Wanaingia wapi? Ekroni. Kwa wanani? Kwa watu wa Shetani. Maana wao kwenye mpaka yao hakuna fundi. Hayuko fundi ambaye anaweza akanoa nini? Panga. Akanoa nini? Shoka. Akadesign shoka. Hakuna. Wakihitaji shoka mpaka waende wapi? Kwa Wafilisti. Kwao hakuna fundi. Endelea mtu wa Mungu. Hushuka kwa Wafilisti. Hushuka kwa Wafilisti ili kunoa kila mtu jembe lake. Kila mtu jembe lake sasa. Anaenda kwa wanani? Kwa Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kila mtu anakwenda wapi? Kwa Wafilisti. Kwenda kunoa nini? Jembe lake. Na mundu wake. Na shoka lake. Na panga lake. Wanalipa pesa. Sasa inaenda vizuri sana. Hebu soma mahali hiyo fungu hilo. Soma fungu hilo. Biblia
Kiswahili cha kisasa, somo hilo fungu limeandika vizuri sana hilo fungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna fundi kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu sasa wanawategemea wanani? Wafilisti. Anasema wakati huo hakukuwa na muhunzi yeyote katika nchi nzima ya Israeli. Nchi nzima ya Israeli hakuna muhunzi. Kwani Wafilisti walikusudia kuwazuia Waebrania. Kumbuka kwamba Wafilisti walikuwa wanamwakilisha nani? Shetani. Na Waisraeli wanamwakilisha nani? Mungu. Kwa shetani kwa lugha nyingine amekusudia ya kwamba hawa asiweko fundi. Wakihitaji ufundi waje kwetu, tuwanoe sisi wenyewe, alafu tuwapeleke kwao. Kwa nini? Wakafanyizie kazi huko. Endelea mtu wa Mungu. Anasema walikusudia kuwazuia Waebrania wasije kujitengenezea mapanga au mikuki. Ndio. Kila Mwisraeli alilazimika kuwaendea Wafilisti. Kila Mwisraeli sasa alilazimika, mtu wa Mungu alilazimika ateremke wapi? Gaza, Ashdod, Ashkelon. Waende huko wakaombe nini? Msaada, wakanolewe, watengenezewe mashoka, vitu vya silaha, ndio walete wapi? Israeli. Naam. Kunoa wembe, kunoa nyembe hizo wa plau yake au sururu, mpaka majembe ya kulimia ile nyembe ya nini? Ya plau ile. Hakuna nini? Hakuna fundi huko, mpaka wafanyeje? Waende huko. Au sururu au shoka au mundu wa kuvunia. Naam. Waisraeli walikuwa wanalipa fedha. Waisraeli walikuwa wanalipa nini? Fedha. Theluthi 2 za shekeli. Naam. Kunoa wembe wa plau na sululu. Na bei ya kunoa shoka au kupata mchokoo ilikuwa theluthi 1 ya shekeli. Bwana asifiwe. Hayo ndio maisha ya nani? Hayo ndio maisha ya nani? Ya Waisraeli. Wanakuwa na silaha lakini za wapi? Za Ashdod. Na hilo kabisa ulikuwa ni mpango wa nani? Ni mpango wa shetani, ili ya kwamba wakati wa vita hawa waanguke. Wanakuwa na silaha ambazo sisi tunatengenezea lakini sio imara. Zinakuwa nini tu? Zinakuwa butu. Zinakuwa ziko butu. Na kwa nini? Tayari muda ule Waisraeli walikuwa wametawaliwa na nani? Na Washdodi. Ndio Washdodi wakaweka huo utaratibu kama ninyi kwenu asionekane nani? Muhunzi. Shetani anapokuwa ametawala kwaya, shetani anapokuwa ametawala kanisa, anaua vipawa, anazuia vipawa ndani ya kanisa. Walimu wa kwaya sasa wanalazimika ili watoe singo waende kwa nani? Kwa sengeli ya wapi? Ya duniani. Kwa lege ya wapi? Ya duniani. Kwa tarabu ya wapi? Ya duniani. Wanaiba, wanahamishia wapi? Kanisani. Huo wimbo hauwezi kukubariki, kukufanya kuwa imara, ukasimama imara wakati wa kujaribiwa. Huwezi kuwa imara wakati wa vita. Wewe angalia leo. Angalia leo kwaya. Unashangaa, hivi hii ni kwaya? Hivi hao ni watu wanakwenda mbinguni kweli? Mbona hakuna tofauti kati ya muziki wa Mungu na wa watu na wa duniani? Wafalme wa kwanza 1 fungu la 1 mpaka la 4. Wafalme wa kwanza 1 fungu la 1 mpaka la 4. Wafalme wa kwanza 1 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Mbona kuna tofauti leo? Neno la Bwana linasema, naam, Mfalme Daudi alikuwa mzee. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili soma hapo wa pili. Wafalme wa pili. Hiyo 1 mpaka 4. Neno la Bwana linasema, ndio. Ikawa baada ya kufa kwake Ahabu. Moabu wakawaasi Israeli. Na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani. Katika Samaria. Naam. Akaugua. Akatuma wajumbe. Akawaambia, enendeni mkaulize kwa Baal-zebubu. Nendeni sasa mkaulize kwa nani? Kwa Baal-zebubu.
Mungu wa Ekroni, kwamba nitapona ugonjwa huu. Je, nitapona ugonjwa huu? Sasa makini hapa. Hawa ni wanani wa Israeli? Mazala ya kuhamwa na roho wa nani? Kila kitu unategemea wapi nani? Kwa Wafilisti. Tumeona jambo la kwanza, mashoka, miundu, mapanga, silaha zote, michokoo yote unategemea wapi? Kwa Wafilisti. Hii ni kuonyesha ya kwamba Israeli kama watu wa Mungu muda huo hawana nani? Hawana Mungu. Ndiyo maana silaha za vita wanategemea za wapi? Za Wafilisti. Soma. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Elia Mtishbi, hata magonjwa, hata shida mbalimbali zinapowakumba hao watu wa Mungu wanategemea wapi? Duniani. Malaika wa Mungu akamwambia Elia Mtishbi, ondoka uende ukaonane na wale wajumbe wa mfalme wa Samaria, ukawaambie, je, ni kwa sababu hapana Mungu katika Israeli? Hata mnakwenda kuuliza kwa habari Zebubu Mungu wa Ekroni. Mstari wa 4. Basi sasa Bwana asema hivi, hutashuka katika kile kitanda utakachokipanda, utapona, utakufa, bali hakika utakufa. Ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli mpaka mshuke kwa watu wa duniani kuchukua sengeli ndio mnaleta kanisani? Uenda leo ukawashangaa wewe mwanakwaya, wewe mchungaji, uenda kanisa lako unawaambia tu waumini kwamba wanashuka wapi? Kwa waganga. Lakini hata kwaya yako iko kwa waganga. Maana iko njia nyingi ya kushuka wapi? Ashdodi. Uenda ukashuka Ashdodi kwenda kutibiwa kwa waganga wa kienyeji, wachawi. Uenda unaishi kwa msaada wa waganga wa duniani, wachawi. Lakini huenda hata kwaya yako ambayo iko ndani ya kanisa, muziki huo wameutoa wapi? Duniani, ni wachawi vile vile. Leo kuna kwaya, leo kuna wachawi, leo makanisa mengi unaona wachawi wako wapi? Wako mimbalini. Wanaimba Yesu Yesu, Yesu Yesu. Ni machawi. Ni wanani? Kwa nini? Maana muziki wao, asili yao ni wapi? Ni duniani. Walikwenda duniani, wakachota duniani, wakahamishia wapi? Kanisani. Je, ni kwa sababu hakuna Roho Mtakatifu anayetoa vipawa ili watu watunge nyimbo ambazo zina melodi ya nini? Ya watu wa Mungu kweli? Napenda sana kanisa la Roman Catholic. Roman Catholic ndiyo namba 1 duniani kote. Roman Catholic ndiyo namba 1 duniani kote kwa uimbaji. Ni kweli muziki wa dini ukipigwa unajua kweli hapa hawa wanamwimbia nani? Wanamwimbia Yesu. Wanamwimbia Mungu. Lakini leo katika mapepo yanafanya nini? Yamepanda tu hapo mimbalini. Angalia tu. Kinanda, magita, kinanda kinapopigwa, magita yanapopigwa ni kama la Kidube. Sikia wapi? Kwa duniani. Vile Longomba amehamia wapi? Kanisani. Ni kwa sababu vijana waalimu hawana Roho Mtakatifu, hawana kipawa cha Roho Mtakatifu. Wanasubiri watu wa duniani watoe singo, wakaibe, warekebishe, waweke Yesu, wahamishie wapi? Kanisani. Ni mashonde hayo. Ni mkate uliopikwa kwa mashonde. Mashonde ni mavi. Yatokana na mwanadamu. Ni mkate, ile ni najisi. Maana umepikwa kutokana na mashonde ya mwanadamu.
imba kwa akili. Imba kwa nini? Ujumbe wangu asubuhi ya leo, imba kwa akili. Piga kinanda kwa akili. Piga gitaa kwa akili. Piga ngoma kwa akili. Ili ngoma ya kanisani ikilia, ionekane ya kwamba ya duniani ni tofauti. Melody ya duniani si kama ya wapi. Ndiyo maana leo huoni mwanamuziki wa duniani akiingia wapi? Kanisani. Ndiyo maana leo imeenda mbali sana. Wanafanya kwa kolabo kati ya wanamuziki wa duniani na wanani? Na wa Mungu. Wanapanda wote kwenye majukwaa pamoja, wanafanya kolabo pamoja. Watu wa gospel na watu wa wapi? Muziki ya duniani. Wanafanya matamasha wote, maana hii yote ni injili, ni yote hii ni muziki ya duniani. Maana hata asili yake hizi kwaya zimeimba wapi? Duniani. Zikahamishia tu kanisani. Kwa hiyo ndio maana hawaoni ubaya kufanya matamasha ya pamoja na wanamuziki wa wapi? Wa duniani. Maana muziki ya kanisani hii asili yake waliimba wapi? Ashdod. Waliimba wapi? Ashkelon. Waliimba wapi? Ufilisti. Hakuna malaika ambaye anaweza akastahimili akakaa mahali pale kwenye muziki wa jinsi hiyo. Kinanda kikipigwa namna inavyotakiwa, malaika wa Roho wa Mungu hushuka, na kinanda kikipigwa vibaya, Roho wa Mungu huondoka. Soma hiyo Wafalme wa Pili 3:16. Soma hapa. Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, naam, akasema anza 13. Anasema, naam, Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Kumbuka mfalme wa Israeli muda ule ana vita, wa Moabu wamemvamia. Wa nani? Wa Moabu wamemvamia. Mfalme wa Israeli alivamiwa na wa Moabu. Wa Moabu ule uzao wa Lutu, ule wa Haramu, wanahitaji tayari kumwangamiza. Na wamekuja wameungana na Waedom, wako mahali pale, wana wa Esau. Wanasifiwe. Amen. Wako pale wafalme kama watatu, wameungana pamoja kuja kumshambulia Israeli. Ndipo mfalme wa Israeli anamwambia nani? Nabii wa Mungu ambaye nani? Elisha. Elisha akamwambia, soma, nina nini mimi nawe? Akamwambia, njoo nisaidie, njoo nitabirie ili Mungu ashuke, Mungu anisaidie awafukuze maadui hawa. Ndio Elisha anajibu, nina nini na wewe mfalme? Uende kwa manabii wa babao. Nenda kwa manabii wa baba yako. Kwa hiyo nabii kwanza anamjaribu ili aone imani yake. Ndio maana yake hapo. Nenda kwa nani? Kwa manabii. Nenda kwa msaada wa wapi? Wa mama yako huko. Kwa waganga wa nyumbani kwenu huko. Nenda huko. Anamwangalia kwanza aone imani. Ndio maana hata Yesu siku moja aliambiwa sio vyema kuwapatia nini? Mbwa watoto. Taonani ta watoto takuta watoto. Sio vyema. Anapima imani. Ndio Elisha pia hapa anapima nini? Imani. Anamwambia, nabii, njoo nitabirie, njoo nisaidie. Kuna maadui, wamekuja maadui, wanahitaji kutuangamiza. Wafalme wangapi? Watatu wametua, wako mahali hapa. Nabii anasema, na nini na wewe? Soma. Mfalme wa Israeli akamwambia, la, sivyo. Kwa kuwa Bwana amewakutanisha hao wafalme watatu. Wafalme wangapi? Watatu. Auwe mkononi mwa Moabu. Naam. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo. Kama Bwana wa majeshi aishivyo. Ambaye nimesimama mbele zake. Ambaye mimi kama nabii nasimama mbele yake. Kama singemwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda. Nisingemwangalia mfalme wa Yuda ambaye Israeli pia alienda Yuda kwa rafiki yake. Mataifa pamoja hayo. Ikaomba msaada pia kwa nani? Kwa hiyo akamwambia, nimemwangalia mfalme wa wapi? Wa Yuda. Ule mchukua. Maana pia Yehoshafati na yeye pia alikuwa ameyakoroga mambo fulani.
Nabii akaona kwa sababu umekuja na mfalme wa watu wa Yuda, nitakuja. Soma. Singetazama wala kuonana nawe. Naam. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Sasa niletee, kwa sababu unahitaji uponyaji, unahitaji miujiza, unahitaji Roho wa Mungu ashuke. Niletee nani? Mpiga kinanda. Mpiga kinanda. Soma. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga. Ikawa tu mpiga kinanda alipokipiga tu kile kinanda, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Haleluya. Amina. Kumbe kinanda kikipigwa vizuri kinamshusha nani? Mungu. Roho wa Mungu anashuka kwenye mimbari zetu. Roho wa Mungu anashuka kanisani. Ndiyo maana Elisha nabii akaomba, niletee mpiga kinanda. Mpiga kinanda alikuwa ni yule stadi. Alipokipiga tu tayari Roho wa Mungu akafanya nini? Akashuka. Nyimbo ikiimbwa kwa uhalisia, ile nyimbo ya kimungu ina uwezo wa kukuza mapepo, ina uwezo wa kumshusha nani? Roho Mtakatifu. Mungu akashuka kwenye kanisa, kwenye kwaya akashuka. Lakini sio ile nyimbo ambayo ulichukua wapi? Duniani. Ile muziki ya duniani, zile melody za duniani ambazo zilitungwa kwa msaada wa mapepo. Zile nyimbo za duniani zimetungwa kwa msaada wa roho chafu. Ndio ninyi sasa leo wanakwaya mnakwenda kuchukua huko hizo nyimbo melody ambazo zimetungwa kwa msaada wa nini? Wa mapepo. Halafu mnabatiza, mnaweka Yesu 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 Yesu, haleluya haleluya. Unaweka wapi? Kanisani. Ukiimba Roho wa Mungu hashuki, anaondoka. Maana wao wimbo asili yake ni wapi? Ulibuniwa na mapepo, sio Roho Mtakatifu. Samueli wa kwanza 16, soma hadi pale 14. Kwanza sura ya 14 16 mstari wa 16. Samueli wa kwanza 16 fungu la 14. Samueli wa kwanza 16 fungu la 14. Neno la Bwana linasema 16. Soma. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Roho ya Bwana ilikuwa imemwacha nani? Sauli. Roho ya Bwana ilikuwa imemwacha nani? Sauli. Naam. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana. Roho mbaya kutoka kwa Bwana, maana kwamba Bwana hakuzuia roho mbaya kuingia. Ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia. Angalia sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Angalia sasa Mungu ameachilia mabaya juu yako, ndio tafasiri yake. Ya kupate hajazuia nguvu ya shetani ikuingie. Ameiacha nguvu ya shetani kuingie. Angalia sasa roho anakusumbua, roho mchafu anakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake. Bwana wetu tunamuomba sasa atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako. Watafute mtu aliye stadi. Watafute mtu ambaye ni stadi wa kupiga kinubi. Wa kupiga kinini? Kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia. Ikishuka roho ile mbaya, kinanda, kinubi kikipigwa, pepo linafanya nini? Linaondoka. Amen. Yaani nyimbo tu za kwaya, nyimbo tu zinatosha kufukuza mapepo. Kile unakuta wanakuwa na wenyewe umbo mmoja wanaimba Yesu Yesu tumkanyage, shetani tumkanyage. Leo ana nini tena? Ana pepo. Yaani yeye tayari hapa sasa kanyago na pepo. Na anaimba tu. Na mapepo yanaimba tu. Hata hayawezi kuondoka, maana anajua huu muziki ni wa nani? Ni wa kwetu. Maana anajua huu muziki ni wa kwetu. Ndio maana unakuta kwaya yote imejaa mapepo. Ndio maana kwaya, uzinzi mkubwa upo ndani ya kwaya. Haya makwaya makubwa na makwaya haya. Uzinzi yamejaa uzinzi. Uzinzi mkubwa kama kwaya sio ya kiroho, kwaya
kama sio ya kiroho, hizi kwaya ambazo hazioni ya ajabu kwenda kukopa melodi duniani kuhamishia kanisani zimejaa uzinzi. Ndiyo maana unakuta kwaya nyingi watu pale wanafanya nini? Wako tu hivyo hivyo. Mtu mmoja kananiambia juzi, kuja ofisini kwangu, dada mmoja ameleta mgonjwa. Mmoja na mume wake mahali pale. Ameleta mgonjwa. Mmoja nani mume wake? Wanaume wake akamwambia, hebu na wewe tu, hebu na wewe kwa daktari akupima kuangalia. Akamwambia, haya. Kipimo kasema kama yani yeye aliyekuleta ndo ana nini? Ndo ana shida zaidi kuliko nani? Kuliko aliyeletwa. Anasema ni kweli. Kuna moja mbili kwa sababu ya kweli. Sasa yule dada akashuhudia, yani hii leo tena imekuja kwa namna nyingine. Nakumbuka siku moja nilipeleka rafiki yangu kanisani kwenda kuombea kama ni mapepo. Nilipofika mahali pale kwa mchungaji, alipoanza kuombewa niliyempeleka, mimi ndo nikafanyaje? Nikalituka huko. Kuliko aliyekuwa nimempeleka hajafanya nini? Hata hajalipuka mapepo. Kumbe mimi ndo nilikuwa niko na nini? Na mapepo. Wewe uko unaimba tu. Unaimba tu. Shetani akija tumkanyage. Akija tumkanyage. Kumbe tayari wewe shetani alishakukanyaga siku nyingi. Analala na wewe, anaamka na wewe, anatembea na wewe, anaimba na wewe. Maana hata huo wimbo wako haumshitui chochote. Kwa sababu huo wimbo asili yake ni wapi? Ni Ashdod. Ni wa duniani. Kumbe wimbo ukiimba vizuri una uwezo kabisa ya kufukuza nini? Pepo akaondoka. Wimbo ukiimbwa, kinanda kikipigwa kabisa, kinamshusha roho wa Bwana. Na palipo na roho wa Bwana, shetani anafanya nini? Shetani anakimbia. Sasa inakuwaje wewe ni mwanakwaya, unaimba na tena unaenda kuombea mapepo? Si ajabu hii sasa kwanza. Si ajabu inaanzia hapa. Inakuwaje wewe mwanakwaya, unaimba tena unakwenda kuombea mapepo? Na wimbo huo ni maombi. Wimbo ukiimba vizuri ni sawa na nini? Na maombi. Daudi ndiye aliyeandika Zaburi hizi. Daudi ndiye aliyekuwa anapiga kinini kinubi kwa nani? Kwa Sauli. Amos 5:23. Amos 5:23. Amos 5:23. Soma mtu wa Mungu. Neno la Bwana linasema, ndio, niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Biblia inasema niondoleeni nini? Kelele. Mungu anasema niondoleeni kelele. Kumbe unaweza kaimba ni kwa nini? Ni kelele. Na kelele tu. Leo unaimba Yesu Yesu, ni kelele mbele ya nani? Sasa Mungu ni kelele. Mungu anasema niondoleeni nini? Kelele za nyimbo zenu. Hadi makelele tuondoa. Maana kwa nini ni kelele? Kwa sababu zimebuniwa kutoka duniani. Wa Roman Catholic na wasifu sana. Wa Roman Catholic na wasifu sana. Wanaimba. Pia Wasabato na wasifu sana. Wanaimba, japokuwa sasa hivi pia na wao wameanza kuhama pole pole kwenye msingi. Wameanza kwenda wapi? Ashdod pole pole. Wameanza kushuka kwenye jukwaa wa Sabato, wanaanza sasa pole pole kwenda wapi? Ashdod. Ukiangalia leo ya IC ya sasa, sio ya wapi? Ya zamani. Yaani ukiangalia uimbaji wa IC ya leo, sio ya wapi? Ndio, hakuna shida kubadilika, hakuna shida yoyote. Lakini je, unabadilika kutoka wapi? Kutoa wapi hiyo melody? Watu kwambie, yaani watu wengi tunapenda kuigaiga. Ndio kwambia mfano ndio hili hapo ulielewa kwa makini. Je, ulishawahi kuona mchungaji
wa AIC anena kwa lugha? Chakuona kwamba mchungaji ama askofu wa AIC amepanda mimbarini kama hapa akaanza kunena kwa nini? Kwa lugha. Chakuona maana nini? Wamesimama kwenye msimamo wa imani. Wamesimama kwenye msimamo wa imani. Waumini sasa wanajifanya wanamzidi mpaka askofu. Kwa hiyo wewe muumini una roho wa Mungu sana kuliko askofu wako. Maana yake ndio hiyo sasa. Kwa sababu tuambia kwamba kunena kwa lugha ni Roho Mtakatifu. Haya, askofu wako anene kwa lugha. Muumini unanena kwa lugha. Je, kwa hiyo muumini una roho wa Mungu kuliko askofu wako? Na pia unatueleza ya kwamba kunena kwa lugha ndiyo kalama iliyoko ndani ya kanisa, kwamba ndiyo Roho Mtakatifu yuko ndani ya kanisa. Bila kunena kwa lugha ni ishara ya kwamba Roho wa Mungu hayumo. Unatuambia hivyo. Kanisa la AIC leo lina zaidi ya miaka 115 toka lianza. Limeundwa katika misingi imara ya imani yao. Misingi namna gani? Imara ya imani yao. Lakini lilipoanza hilo kanisa lilikuwa linene kwa nini? Walikuwa hawanene kwa lugha. Hata waumini wa hapo, hata maaskofu, hata wachungaji. Kwa hiyo sasa, je, unaniambia ya kwamba walipoanza kwa kuwa walikuwa hawaneni kwa lugha, hawakuwa na Roho Mtakatifu? Ndio Roho Mtakatifu amekuja miaka 20 ya sasa hivi, ya juzi hii. Maana yake nini? Sio kweli. Ni waumini kwenda kuiga wapi? Duniani. Ni waumini kwenda kuiga duniani. Ukimwona mwanakwaya anapoimba leo wa AIC na mwanakwaya wa zamani, vitu vingapi? Viwili tofauti kabisa yani. Sio kuelewa hii melody, lakini pia bado kuna kwaya zingine. Bado pia kuna kwaya zingine za AIC zimesimama kwenye misingi ya uimbaji mzuri. Sio kwaya zote. Kuna kwaya ukipigwa wimbo unajua kama huu wimbo hii ni kwaya ya AIC. Hata hujasema nini CD. Hata hujasema wimbo. Hii melody ni ya nini? AIC. Hii melody ni nini? Romani. Hii ni nini? Sabato. Waromani ndio bado wamebaki sana kwenye misingi yao ya uimbaji. Sababu wale ukweli tu. Waromani ndio bado wamebaki sana kwenye asili ya nini? Ya uimbaji. Na ni uimbaji kweli, muziki ukipigwa unajua hapa tunakwenda mbinguni kesho asubuhi. Utamlaumu Romani kwa mambo mengine. Sio kwenye nini? Sio kwenye uimbaji. Narudia tena. Kwenye uimbaji halipo kanisa duniani ambalo unaweza kulinganisha na nani? Na Roman Catholic. Nimesema sabato namba ngapi? Namba ngapi sabato? Namba 2. Lakini na yeye tayari sabato ameanza kushuka. Na ukiangalia kwaya mbalimbali hasa za vijana unashangaa. Hii ndio ni kwaya, hii kidogo ni kinini, hilo ni nini? Haieleweki. Unashindwa kujua kwamba hii melody ya wapi hii na yenyewe hii. Hilo ni kwaya. Hilo na yenyewe hii. Tunakuelewa. Muziki unakutambulisha wewe ni nani. Malizia 6, fungu la 5. Hiyo Amosi. Neno la Bwana linasema, ninyi mnaoimba nyimbo za upuuzi pamoja na sauti ya vinanda. Mnaoimba nyimbo za nini? Za upuuzi. Kuna nyimbo za upuuzi na vinini na vinanda. Vinanda vinakuwa kwa upuuzi. Nyimbo za upuuzi. Magitaa ya upuuzi. Mungu anashangaa tu. Ndio maana ukiangalia jambo la kwanza, wapagani wa kwanza leo ni wanakwaya.
wanakwaya asilimia kubwa ni wakavu kama milima ya Gilboa, ambayo Sauli alilani ile milima ya Gilboa. Sema kuanzia leo, mlima ya Gilboa useko nini? Umande. Wanakwaya wengi ni wakavu. Ni wakavu kabisa tuangalie. Leo wanakwaya wengi ambao wanaangalia tu yani nyimbo sasa wamemshauri kwenye biashara. Anatunga wimbo kwa hiyo hajali viwango vya kiroho, maana anataka tu afurahisha wapi? Duniani. Ndio maana leo ni rahisi kukuta wimbo wa kwaya unapigwa kwenye baa. Ndio kuona wimbo wa kwaya wewe kwenye klabu, kwenye baa unapigwa wimbo wa kwaya. Yaani walevi wameweka bia hapo na kunywa bia, alafu pembeni muziki wa nini? Unakuta wanakwaya sawa, yaani wimbo uko wapi? Umeweka mahali pale. Si ndivyo hivyo? Yaani kanisani kwenye baa wameweka wimbo wa nini? Makwaya. Bwana asifiwe. Amen. Mambo gani hayo ukiangalia? Angalia tu mwenyewe ufanyaje uone. Mambo gani hayo ukiangalia kweli? Angalia. Huo wimbo kwa nini umewekwa kwenye baa? Hivi nikwambie. Inakuwaje walevi wamekaa halafu tena wanaomba tuweke wimbo wa fulani? Maana kama wimbo hauwachomi wenye dhambi, unawafurahisha. Maana huo wimbo asili yake ni wa wapi? Ni ya duniani. Ni wa duniani. Na walevi wanachagua wao weka kwenye baa, tuwekee wimbo wa fulani. Wamekaa wanakunywa bia, wanaagiza, "We DJ, kuna wimbo wa fulani." Wimbo wa kwaya unafanyaje? Wanaomba wimbo wa kwaya. Walevi hao wanakunywa nini? Bia. Kama tofauti. Wimbo ukiimbwa vizuri, wimbo ukipigwa vizuri, una uwezo wa kufukuza nini? Mapepo yakaondoka. Roho wa Mungu akashuka. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nawasihi sana. Hebu kila kanisa lijikague. Kwanza kanisa la Sabato lijikague. Wayesu wajikague. Leo hata kuna haja ya kujikagua. Wao kwa sawa. Wanakwale ndio kabisa. Hao sasa ndio shetani amefanya kabisa, amelala huko akamkia huko. Wao ni ukweli tu. Yaani hao ndio shetani amelala huko, akapiga mswaki, akanywa chakula cha asubuhi na cha mchana cha usiku. Bwana asifiwe. Kwaya ni machafuko, uimbaji ni machafuko. Tukuna angalia jamani, kweli hao wanamwimbia Mungu. Mungu atusaidie sana. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen.